Klabu ya Simba na mpango wa uwanja wa nyumbani wa msimu wa mwaka 2026-2027. Taarifa hizi ambazo mpaka hivi sasa zimeweza kuteka headlines sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nataka tuziangazie kwa kina, tuone nini ambacho pengine Simba kimewafanya watoke katika uwanja ambao walikuwepo mpaka kurejea tena kule Isamuyo. Klabu ya Simba mapema siku ya leo imeendelea na maandalizi ya msimu mpya wa mashindano ya mwaka 2026-2027, huku swala la uwanja wa kutumia uwanja wao wa nyumbani likiwa miongoni mwa mambo yanayofuatiliwa kwa karibu na mashabiki wa klabu hiyo, wakiendelea kusukuma zaidi kwa viongozi. Taarifa mpaka sasa ambayo imesambazwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii imehusisha jina la uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo kama sehemu ya mipango ya Simba kuhusu michezo yake ya nyumbani. Taarifa hiyo ina mnukuu mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Sport Club, Ahmed Ali. Anaeleza kuwa klabu hiyo imekuwa ikifanya maandalizi kuhusu matumizi ya uwanja kutokana na mazingira yaliyopo kati ya viwanja vikubwa vya Dar es Salaam. Hata hivyo, kwa mujibu wa ratiba rasmi inayopatikana kwenye tovuti ya Simba Sport Club, klabu hiyo kwa sasa imepangiwa kutumia uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kwa michezo yake kadhaa ya nyumbani mwanzoni mwa msimu wa mwaka 2026-2027. Katika ratiba hiyo, Simba Sport Club imepangwa kuikabili Coastal Union katika uwanja wa Uhuru tarehe 27 Agosti ya mwaka 2026. Mchezo huo ambao utachezwa saa 1 kamili jioni kabla ya kukutana na Gate Gold katika uwanja huo tarehe 31 Agosti mwaka 2026, ambapo muda utakuwa ni saa 12 jioni. Ratiba hiyo pia inaonyesha mchezo wa Simba dhidi ya Yanga tarehe 10 Oktoba ya mwaka 2026 utakofanyika katika uwanja wa Uhuru. Sasa swali ambalo watu wengi wamekuwa wanajiuliza ni kwa nini Uhuru imekuwa muhimu kwa Simba? Uwanja wa Uhuru umekuwa sehemu muhimu ya mpango wa soka la Tanzania katika msimu huu kutokana na hali ya viwanja vingine vikubwa vinavyoendelea kufanyiwa maboresho. Uwanja wa Benjamin Mkapa ambao kwa kawaida hutumika kwa baadhi ya michezo mikubwa zaidi kama Simba na Yanga umepewa nafasi ya kufanyiwa ukarabati ili baada ya hapo kukamilika vilabu hivi vikubwa watakuwa mbioni kuendelea kucheza michezo yao katika kiwanja hichi. Maandalizi ya Tanzania kwa fainali za Kombe la Mataifa Afrika AFCON mwaka 2027. Kutokana na hali hiyo, Simba na Yanga zimeripotiwa kuchagua uwanja wa Uhuru kama moja ya viwanja vyao vya nyumbani kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Hatua hiyo imeufanya Uhuru kuwa miongoni mwa vituo muhimu vya soka la ndani jijini Dar es Salaam msimu huu. Uwanja wa Uhuru pia ulikuwa na nafasi kubwa katika shughuli za Simba kabla ya kuanza rasmi kwa msimu mpya. Simba ilitumia uwanja huo kwa kilele cha Simba Day mnamo Agosti 8 mwaka 2026, ambapo kikosi kilipata nafasi ya kuwasiliana na mashabiki kuonesha kikosi kipya kabla ya kuingia kamilifu kwenye ratiba ya mashindano ya msimu mpya. Sasa turejee katika hii taarifa ambayo imeweza kusambaa mapema siku ya leo ikihusisha uwanja wa Isamuyo, ambapo pamoja na kuwepo kwa taarifa zinazohusisha Isamuyo na Simba, uwanja huo bado unaonekana katika ratiba ya ligi kuwa michezo ambayo inahusisha timu nyingine. Kwa mfano, ratiba rasmi ya Simba inaonyesha mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo tarehe 27 Novemba mwaka 2026. Hii inaonyesha kuwa Isamuyo ni miongoni mwa viwanja vinavyotumika katika ratiba ya NBC Premier League msimu huu wa mwaka 2026-2027. Sasa mapema siku ya leo afisa habari wa klabu ya Simba ameweza kutuambia kwamba Simba Sport Club imerudi tena katika uwanja huo wa Meja Jenerali Isamuyo. Una kipi cha kusema? Na mshusha comment yako hapo chini.